Bwana Yesu asifiwe. Natumaini unaendelea vyema. Mimi pia naendelea vizuri, namshukuru Mungu. Tunaanza mfululizo mwingine wa kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Kwa hiyo nipende kukukaribisha sana. Na maandiko tunayosoma leo ni waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 4. Ujumbe unaosema maisha yaliyoguswa. Na wazo kuu ambalo tunaangalia leo ni kwamba uzima wa milele unaingia katika maisha yetu kupitia ushuhuda wa mitume kuhusu mwana aliyefanyika mwili, si kupitia mawazo ya kidini ya kubuni. Kwa hiyo hebu tuangalie sasa hili wazo, maisha yaliyoguswa. Fungua pamoja na mimi waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 4. Na baada ya kusoma, hebu fikiria mtu anaingia kwenye chumba ambacho kina giza, chumba ambacho kina ukungu. Watu tofauti tofauti wanaweza wakawa na mwitikio tofauti. Mmoja anaweza sema, ninaona kivuli. Mwingine anaweza sema, nasikia sauti. Nahisi kwamba kuna kitu hapo, lakini hawezi kuona wazi wazi. Kwa hiyo mmoja anaweza sema, mimi nafikiri kuna mlango. Mwingine anaweza sema, hapana, ni dirisha. Mwingine anaweza sema, mimi nahisi kuna njia. Kila mtu anaingia anakuwa na mtazamo tofauti tofauti kwa sababu haoni wazi kile kilichoko. Ila sasa akitokea mtu akaingia na kuwasha taa, ghafla huhisi tena kwa makisio. Hujengi tena maisha juu ya hisia zisizo wazi. Haukisii tena, bali unaona wazi wazi. Unajua mlango uko wapi, unajua njia iko wapi, unajua kilicho halisi. Na hapo ndipo Yohana anapotupeleka. Kuna nyakati katika maisha ya kanisa ambapo tatizo si ukosefu wa lugha ya kidini, tatizo ni ukungu wa kidini. Watu huzungumza sana kuhusu Mungu, kuhusu uzoefu, kuhusu nuru, kuhusu mafunuo, kuhusu hisia za ndani, kuhusu aina ya kiroho iliyo maalum zaidi. Lakini wakati huo huo, kanisa linapaswa kurudishwa kwenye msingi. Si kwenye kile tunachohisi, si kwenye kile tunachobuni, si kwenye kile kinachoonekana kuwa ni cha kina zaidi, bali kwa Kristo halisi aliyeshuhudiwa na mitume. Na ndio maana sasa waraka wa kwanza wa Yohana inaanza kwa namna isiyo ya kawaida. Unaona, haianzi na salamu, haianzi na maneno ya upole, wala haianzi na utangulizi wa joto, utangulizi wenye shamra shamra. Yohana anaingia moja kwa moja kwenye kiini. Kwa nini? Ni kwa sababu kanisa linapotikiswa, jambo la kwanza linalopaswa kurekebishwa si mazingira, bali ni msingi. Ukungu unapoinuka, kanisa lihitaji watu wenye ubunifu zaidi wa kiroho. Linahitaji nuru safi ya Kristo. Na ujumbe wa andiko ndio huu. Uzima wa milele si wazo la kidini ambalo mwanadamu huligundua kwa njia ya kubuni na kubahatisha. Uzima wa milele ni mwana wa Mungu aliyedhihirishwa katika historia, akahubiriwa na mitume, akapokelewa kwa imani na kushirikishwa katika ushirika na Baba pamoja na Mwana. Hebu tuone pamoja mawazo makuu matatu katika kifungu hiki. Wazo la kwanza, uzima wa milele hauanzi na wewe, bali na mwana aliyekuweko tangu mwanzo. Kisha, uzima wa milele hauji kwa njia ya mawazo ya kubuni, bali kwa ushuhuda wa mitume kuhusu mwana aliyefanyika mwili. Na kisha, uzima wa milele haubaki wa mtu mmoja peke yake, bali hutuleta katika ushirika na furaha kamili. Sasa tuangalie jambo la kwanza. Uzima wa milele hauanzi na wewe, bali na mwana aliyekuwako tangu mwanzo. Mstari wa kwanza unasema hivi: kile kilichokuwako tangu mwanzo, tulichokisikia, tulichokiona kwa macho yetu, tulichokitazama kwa mikono yetu, tulichokitazama na mikono yetu ikakigusa, kuhusu neno la uzima. Angalia jinsi Yohana anavyoanza. Kile kilichokuweko tangu mwanzo. Hasemi kile tulichogundua kupitia utafutaji wetu. Hasemi kile tulichojenga kupitia maisha yetu ya kiroho.
anasema kile kilichokuwako tangu mwanzo. Hapo Yohana anatuondoa sisi katikati ya hadithi, na hii ni jambo la muhimu sana, kwa sababu mwanadamu wa kidini mara nyingi hutaka kuanza na yeye mwenyewe na maswali yake mwenyewe na mahitaji yake na uzoefu wake na tafsiri zake na hisia zake. Lakini Yohana anasema hapana, kabla ya uzoefu wako mwana alikuweko. Kabla ya kuchanganyikiwa kwako mwana alikuweko. Kabla ya utafutaji wako mwana alikuweko. Kabla ya kanisa mwana alikuweko. Kabla ya ulimwengu mwana alikuwako. Kweli haianzi ndani yako, uzima hauanzi ndani yako, na nuru haianzi ndani yako, huanza kutoka kwa Mungu. Jambo lingine, tangu mwanzo. Wazo si tu zamani sana, ni lugha ya asili, ya msingi, ya mwanzo wa yote. Yohana anatuelekeza kufikiria Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na pia anatuelekeza pia kufikiria Yohana sura ya 1 mstari wa 1. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo Yohana haanzi na somo la maadili, haanzi na hisia, haanzi na programu ya kanisa, anaanza na Kristo. Na hapa tunapaswa kusema jambo kwa uzito. Ukristo si kwanza kuhusu namna ya kuwa na maisha bora zaidi. Si kwanza kuhusu namna ya kuwa na mizani mizuri ya maisha. Si kwanza kuhusu namna ya kuwa na mahusiano yenye afya zaidi. Si kwanza kuhusu namna ya kuwa na utulivu zaidi. Hayo yote yanaweza kuwa matunda, lakini mzizi ni mwingine. Hapa Yohana anakata uongo mkubwa wa kwanza. Anaukataa uongo mkubwa wa kwanza. Uongo kwamba uzima unapatikana ndani yako kama tu utachimba kwa kina cha kutosha. Hapana. Ndani yetu hatupati uzima wa milele. Ndani yetu tunapata dhambi, hofu, taabu, tunapata tamaa zilizochanganyika, tunapata kiburi, tunapata hatia, tunapata mauti. Kwa hiyo uzima unatoka nje yetu. Uzima unatoka kwa Mungu. Uzima uko katika mwana. Na ndio maana Yohana hasemi angalieni ndani yenu. Hapo kuna picha halisi ambayo tunapaswa kuiangalia. Kwa sababu anachosema mtazameni yeye aliyekuwako tangu mwanzo. Na picha rahisi ni kwamba, hebu fikiria kisima. Mtu mwenye kiu anaweza kuzungumza sana kuhusu maji. Anaweza kuchota maji. Anaweza kuimba kuhusu maji. Anaweza kuwa na nadharia kuhusu maji. Anaweza kusema kwamba anahisi maji ndani ya nafsi yake. Lakini kama hafiki kwenye chemchemi, atakufa na kiu. Dini bila Kristo iko hivyo. Inazungumza kuhusu uzima, lakini haina chemchemi. Inazungumza kuhusu nuru, lakini inabaki gizani. Inazungumza kuhusu Mungu, lakini inampita mwana. Yohana anasema uzima si hali. Uzima si nguvu fulani. Uzima si mazingira ya kihisia. Uzima uko katika mwana. Na hapo ndipo mshangao wa andiko unapokuja. Yeye aliyekuwako tangu mwanzo hakubaki mbali. Yohana anasema kile tulichokisikia, tulichokiona kwa macho yetu, tulichokitazama na mikono yetu ikakigusa au mikono yetu ikakipapasa. Ndugu zangu, hapa ndipo muujiza wa Injili ulipo. Yeye wa milele aliingia ndani ya wakati. Yeye asiyeonekana alionekana. Yeye asiyeguswa alijiruhusu kuguswa. Yeye aliyekuwako kabla ya yote alikuja karibu nasi. Ukristo hausemi tu Mungu yupo. Ukristo unasema Mungu amejidhihirisha katika mwana. Mwana alikuja katika mwili. Alisikika, alionekana, alitazamwa, aliguswa.
Hatushughuliki tu na wazo linaloelea hewani. Tunashughulika na mtu aliyeingia katika historia. Na hii ina umuhimu mkubwa sana. Kwa sababu kama Kristo hakuja kweli katika mwili, basi wokovu wetu ni bure. Wokovu wetu hauna maana. Kama mwana hakufanyika mwili kweli, basi Mungu hakuja kweli kwetu. Kama hakuja kweli, basi hakuishi kweli kwa niaba yetu. Na kama hakuishi kweli, basi hakufa kweli. Na kama hakufa kweli, basi dhambi zetu hazikubebwa kweli. Na kama hakufufuka kweli, basi sisi hatuna uzima kweli. Ndiyo maana Yohana anaanza na anakaza sana kusema, tulisikia, tuliona, tulitazama, tuligusa. Si ukungu, si hadithi ya kubuni, si ishara tupu, si mawazo ya kidini. Ni Kristo aliyekuja katika historia. Jambo la pili, neno la uzima. Haimaanishi tu ujumbe kuhusu uzima. Inamaanisha kwamba mwana ndiye ufunuo wa uzima wa Mungu. Uzima wa milele unajulikana kwetu katika Kristo. Yohana hasemi tu kwamba Yesu alizungumza nasi kuhusu uzima. Anasema kwamba ndani yake uzima ulikuja kwetu. Si taarifa kuhusu uzima, bali ni uzima wenyewe. Hapa tunapaswa kujichunguza, kwa sababu sisi pia tunaweza kuzungumza kuhusu uzima bila kumweka Kristo katikati. Tunaweza kuzungumza kuhusu familia, kuhusu uponyaji, kuhusu tabia, kuhusu misheni, kuhusu kanisa, kuhusu huduma, kuhusu maadili ya Kikristo. Lakini kama Kristo hayuko katikati, kila kitu kinageuka kuwa maadili ya kidini tu. Utakatifu bila Kristo unakuwa mzigo. Upendo bila Kristo unakuwa hisia tu. Ushirika bila Kristo unakuwa klabu. Misheni bila Kristo inakuwa harakati za kibinadamu. Mahubiri bila Kristo yanakuwa ni hotuba. Yohana anasema uzima uko katika mwana. Si katika umbo la kidini, si katika hisia za kidini, si katika mapokeo ya kidini, si katika nguvu ya kidini, bali katika mwana. Na kama unataka uzima, huanzi na wewe mwenyewe, unaanza na Kristo. Katika mfululizo wa mambo matatu ninayosema, jambo la pili, uzima wa milele hauji kwa mawazo ya kubuni, bali kwa ushuhuda wa mitume kuhusu mwana aliyefanyika mwili. Angalia mstari wa pili. Mstari wa pili unasema, na uzima ulidhihirishwa, nasi tumeuona, nasi twashuhudia na kuwahubiri ninyi ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba ukadhihirishwa kwetu. Ebu angalia mwelekeo. Uzima ulidhihirishwa. Hasemi uzima uligunduliwa na sisi. Hasemi uzima ulitengenezwa na sisi. Hasemi uzima uliwazwa na sisi. Anasema uzima ulidhihirishwa. Hapa ndipo neema ilipo. Mwanadamu hakupanda kwa dini mpaka mbinguni. Mungu alishuka katika mwana mpaka kwetu. Mwanadamu hakuvunja siri kwa akili yake. Mungu alifungua siri kwa ufunuo. Mwanadamu hakushika uzima kwa mawazo ya kubuni. Uzima ulijidhihirisha. Hapo ndipo tofauti kati ya Ukristo na kila aina ya kiroho cha kibinadamu ulipo. Dini ya mwanadamu husema, panda, tafuta, hisi, tafakari, jikamilishe, gundua cheche iliyo ndani yako. Injili husema, uzima ulidhihirishwa, mwana alikuja, mtazame yeye, pokea ushuhuda kumhusu, ingia katika uzima kupitia yeye. Ndugu zangu, hii ni habari njema kwa watu waliochoka, kwa sababu kama uzima unategemea jinsi unavyopanda juu, umepotea. Kama unategemea jinsi unavyohisi kwa kina, hutakuwa thabiti. Kama unategemea jinsi unavyoelewa sana, hutakuwa na uhakika. Kama unategemea jinsi ulivyo safi, umehukumiwa.
Lakini kama uzima ulidhihirishwa katika mwana, basi kuna tumaini. Si kwa sababu wewe ulipanda juu vya kutosha, bali kwa sababu Mungu alishuka chini vya kutosha. Na Yohana anasema, sisi tumeuona, nasi twawashuhudia, nasi twawahubiri. Hapa tunaona mamlaka ya mitume. Yohana hahubiri hisia, hahubiri matokeo, hahubiri mapokeo yaliyobuniwa, hahubiri falsafa ya kidini. Anahubiri kile alichokiona, kile alichokisikia, kile alichokigusa, kile alichofunuliwa na Mungu katika mwana. Hapa ni muhimu kuelewa jambo moja. Mitume si wabunifu wa ujumbe, bali mitume ni mashahidi wa ujumbe. Mitume hawakubuni Injili, bali waliipokea Injili, waliiona na walitumwa kuihubiri. Ni kama mahakamani. Shahidi wa kweli haruhusiwi kubuni, haruhusiwi kupamba, haruhusiwi kuongeza kile ambacho hakukiona, haruhusiwi kubadilisha simulizi ili isikike vizuri zaidi. Anapaswa kusema kile alichoona, kile alichosikia na kile anachojua. Akianza kubuni, si shahidi tena, huyo ni mwongo. Na ndivyo mitume walivyo. Hawaji kutuambia kile ambacho kingekuwa kizuri kuamini. Wanakuja kutuambia kile ambacho Mungu alichofanya katika Kristo. Ndio maana kanisa haliruhusiwi kujenga au kujijenga na ushuhuda wa mitume. Ndio maana kanisa haliruhusiwi kujitenga na ushuhuda wa mitume. Kanisa likijitenga na mitume, linajitenga na Kristo halisi. Na likijitenga au likijijenga na Kristo halisi, linabaki. Kanisa likijijenga na mitume, linajijenga na Kristo halisi. Na likijijenga na Kristo halisi, linabaki na Yesu wa kubuni. Kanisa likijitenga na mitume, linajitenga na Kristo halisi. Na kanisa likijitenga na Kristo halisi, linabaki na Yesu wa kubuni. Yesu wa mapendeleo yetu, linabaki na Yesu wa utamaduni wetu, Yesu wa hisia zetu, Yesu ambaye hakemei tena dhambi, Yesu ambaye hadai tena toba, Yesu ambaye si Bwana tena, Yesu anayefanana na sisi tu. Lakini Yohana anasema hapana, sisi tunawahubiria uzima wa milele, uzima uliokuwa kwa Baba, uzima uliodhihirishwa kwetu. Angalia hili neno, ulidhihirishwa. Wazo ni hili: kilichokuwa kimefichwa kilifanywa kionekane. Mwanadamu hagundui uzima kwa juhudi za kidini. Mungu anadhihirisha uzima kupitia mwana. Hii haimaanishi kwamba msingi wa imani yako si jinsi unavyohisi leo kwa nguvu, si jinsi hisia zako zilivyo wazi, si jinsi uzoefu wako ulivyo mkali. Msingi ni Kristo aliyedhihirishwa na kuhubiriwa kupitia ushuhuda wa mitume. Na hapa tunapaswa kuwa waangalifu sana. Kuna aina ya kiroho kinachosikika kuwa cha kina, lakini hakika ndani ya Kristo, lakini hakikai ndani ya Kristo wa mitume. Kinazungumza kuhusu nuru, lakini hakipendi kweli. Kinazungumza kuhusu upendo, lakini hakitii amri ya Kristo. Kinazungumza kuhusu Mungu, lakini kinamdhoofisha mwana. Kinazungumza kuhusu uzoefu, lakini kinajitenga na maandiko. Yohana anasema uzima huja kupitia mwana aliyehubiriwa na mitume, si kupitia ukungu, si kupitia kitu kipya, si kupitia mawazo ya kubuni, si kupitia aina ya kiroho inayojiona kuwa iko juu kuliko maandiko. Hapa tunapaswa kusema jambo moja kwa moja: si kitu chenye nguvu ni cha kweli. Si kila kitu chenye nguvu ni cha kweli. Si kila kitu kinachoonekana kuwa cha kina ni chenye afya. Si kila kitu kinachotumia maneno ya kiroho kinatoka kwa Mungu. Si kila kitu kinachoahidi uzima kinaongoza kwenye uzima. Uzima uko katika mwana,
na mwana haubuniwi na sisi, mwana anahubiriwa na mitume. Hii inamaanisha kwamba kanisa lenye afya haliulizi kwanza, nini kinasikika kipya? Haliulizi, nini kinavutia zaidi? Nini kinagusa hisia zaidi? Nini kinaonekana kuwa muhimu zaidi kwa wakati huu? Bali kanisa lenye afya linauliza, je, huyu ni Kristo wa mitume? Je, huyu ni mwana aliyedhihirishwa na Baba? Je, huu ni ujumbe wa maandiko? Je, huu ni uzima ulioonekana, uliosikika na ulioguswa? Fikiria picha ya familia hii. Kama mtu anaanza kuibadilisha picha kidogo kidogo, mwanzoni huenda hata usimtambue. Anabadilisha mstari, anabadilisha rangi, anabadilisha uso, anafuta mtu mmoja, anaongeza mwingine. Baada ya muda, picha inaonekana nzuri, lakini si ya kweli tena. Hivyo ndivyo inavyoweza kutokea na Kristo. Wengine hawamkani moja kwa moja, wanamrekebisha, wanamfanya afanane na wakati wao, wanamlegeza, wanamtumia, wanamfanya akubalike zaidi, wanamtoa nje ya ushuhuda wa mitume, na mwisho unakuwa na Yesu mzuri lakini wa uongo. Yohana hatuachi hapo. Anasema, sisi twawahubiri yeye tuliyemsikia, tuliyemwona, tuliyemtazama na tuliyemgusa, yani Kristo halisi, mwana aliyefanyika mwili, uzima wa milele uliodhihirishwa. Na hapa kanisa linapaswa kupumua kwa kina. Hatupaswi kubuni uzima, tunapaswa kupokea uzima. Hatupaswi kutengeneza nuru, tunapaswa kutembea katika nuru iliyodhihirishwa ndani ya mwana. Hatupaswi kuumba Kristo kwa ajili ya wakati wetu, tunapaswa kuinama mbele ya Kristo aliyehubiriwa na mitume. Jambo la tatu, uzima wa milele haubaki wa mtu mmoja peke yake, bali hutuleta katika ushirika na fursa kamili. Mstari wa 3 unasema, kile tulichokiona na kukisikia twawahubiri ninyi pia, ili ninyi nanyi mpate kuwa na ushirika nasi, na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na mwana wake Yesu Kristo. Angalia mnyororo wa andiko. Yohana anasema, tumeona, tumesikia, tunawahubiri ili ninyi mpate kuwa na ushirika nasi, na ushirika wetu ni pamoja na Baba na Mwana. Hapa tunaona maendeleo ya Injili kutoka kwa mwana wa milele kwenda kwa mwana aliyefanyika mwili, kwenda kwa ushuhuda wa mitume, kwenda kwa kupokea ujumbe, kwenda kwa ushirika na Mungu, na kwenda kwenye ushirika na kanisa. Hili ni jambo la ajabu sana. Yohana hahubiri kweli ili ashinde mabishano. Hahubiri kweli ili aonyeshe kwamba yeye yuko sahihi. Hahubiri kweli ili atengeneze watu wanaomvutia. Anahubiri kweli ili watu waingie katika ushirika. Lakini zingatia hili. Ushirika hauji kabla ya kweli. Ushirika huja kupitia kweli. Hili ni moja ya machafuko makubwa sana kwenye nyakati zetu. Watu wengi wanataka jamii bila kweli. Wanataka ukaribu bila mafundisho. Wanataka umoja bila Kristo wa mitume. Wanataka ushirika bila nuru. Wanataka upendo bila toba. Wanataka kanisa bila kujitiisha kwa mwana. Yohana anasema haiwezekani. Ushirika wa kweli huzaliwa kutokana na kupokea ushuhuda wa kweli kuhusu mwana. Hili neno ushirika au koinonia si tu kukutana kijamii, si tu urafiki, si tu mazingira ya joto. Ni ushirika pamoja na uzima ule ule uliopokelewa ndani ya Kristo. Kanisa si kwanza jumuiya ya watu wanaoendana kitabia. Kinachotuweka pamoja si kwamba tuna tabia zinazofanana, si kwamba tuna ladha zinazofanana, si kwamba tunapenda mtindo ule ule, si kwamba tuna umri ule ule au utamaduni ule ule. Kinachotuweka pamoja ni mwana. Tumeletwa kwa Baba mmoja kupitia Kristo mmoja. Tumepokea uzima mmoja,
tumeoshwa kwa damu ile ile, tumeletwa katika nuru ile ile, tumewekwa katika familia ile ile. Huo ndio ushirika. Na ndio maana Kristo anapodhoofishwa, ushirika huvunjika. Unaweza kuwa na shughuli nyingi bila ushirika. Unaweza kuwa na milo pamoja bila ushirika. Unaweza kuwa na mziki mzuri bila ushirika. Unaweza kuwa na watu waliokusanyika katika chumba kimoja lakini bila ushirika. Kwa sababu ushirika hautengenezwi na ukaribu wa kimwili, unatengenezwa na uzima wa pamoja katika mwana. Hapa kuna picha rahisi. Fikiria taa kadhaa ndani ya chumba. Haziangazi kwa sababu zinagusana, haziangazi kwa sababu ziko karibu, haziangazi kwa sababu zina umbo moja. Zinaangaza kwa sababu zimeunganishwa kwenye chanzo kimoja. Hivyo ndivyo kanisa lilivyo. Hatuna ushirika wa kweli kwa sababu tu tumekaa karibu. Tuna ushirika wa kweli tunapounganishwa na uzima ule ule, yaani Kristo. Ndio maana Yohana anasema ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na mwana wake Yesu Kristo. Angalia mpangilio. Ushirika na kanisa unatoka kwenye ushirika na Mungu, si kinyume chake. Huingii katika uzima kwa sababu tuko karibu na Wakristo. Huingii katika uzima kwa sababu tu unakuja kanisani. Huingii katika uzima kwa sababu tu una lugha ya kidini. Huingii katika uzima kwa sababu tu unapenda watu waaminio. Unaingia katika uzima kupitia mwana. Na unapoingia katika ushirika na Baba na mwana, unaleta pia ushirika na watu wa Mungu. Hapa tunapaswa kujichunguza kwa namna ya wazi. Inawezekana kabisa kuwa karibu na kanisa, lakini kuwa mbali na ushirika na Mungu. Unaweza kujua nyimbo, unaweza kujua watu, unaweza kujua ratiba, unaweza kujua lugha, unaweza kujua sheria zilizoandikwa, lakini usimjue mwana. Uwe ndani ya chumba lakini si ndani ya uzima. Uwe ndani ya jumuiya lakini si ndani ya ushirika. Uwe katikati ya waaminio lakini usiwe katikati ya Kristo. Yohana anaandika hivi, ili watu wasibaki hapo. Anatuandikia haya ili watu wasibaki hapo, wasiwe kwenye chumba peke yake lakini si katika uzima. Wasiwe tu ndani ya jumuiya lakini si ndani ya ushirika. Watu wasiwe tu katikati ya waaminio na si katika Kristo. Yohana anaandika ili watu wasibaki hapo. Anasema, tunawahubiri kile tulichokiona na kukisikia, ili ninyi nanyi mpate kuwa na ushirika nasi. Yaani, njoni katika nuru ya mwana, pokeeni ushuhuda kumuhusu, ingieni katika uzima, ingieni katika ushirika na Baba na mwana. Mstari wa 4 unasema, na haya tunawaandikia ili furaha yenu iwe kamili. Angalia, furaha inakuja mwisho wa mnyororo. Haianzi na furaha, inaanza na mwana. Tangu mwanzo kwenda kwenye kufanyika mwili, kwenda kwenye ushuhuda, kwenda kwenye ushirika, kwenda kwenye furaha. Huu ndio mpangilio wa Mungu. Mara nyingi sisi tungependa kuanza na furaha. Nataka kuwa vizuri, nataka kuwa mtulivu, nataka kutimilika, nataka kuhisi kitu, nataka nisiwe tena mtupu, nataka kutoka chini ya mzigo. Lakini Yohana hasemi tafuta furaha moja kwa moja. Anasema pokea ushuhuda wa mwana, ingia katika ushirika na Baba na mwana, na hapo furaha inatimizwa. Furaha iwe kamilifu. Wazo ni furaha iliyojazwa, iliyotimizwa, iliyoletwa katika ukamilifu. Sio hisia ya muda mfupi, bali furaha iliyojengwa juu ya uhalisia wa mwana na ushirika na Mungu. Hapa tunapaswa kuwa waangalifu sana. Dunia inaahidi furaha bila Mungu, na mara nyingi hata dini inaahidi furaha bila kweli. Furaha kupitia mazingira, furaha kupitia mziki, furaha kupitia jumuiya, furaha kupitia matukio, furaha kupitia hisia, furaha kupitia kitu kipya. Lakini Yohana anasema furaha kamili haikui kutoka kwenye ukungu wa kiroho. Inakuwa kutoka kwa mwana
aliyepokelewa katika kweli. Huwezi kuwa na furaha kamili ukiwa na mwana asiye wazi. Huwezi kuwa na furaha kamili ukiwa na injili iliyobadilishwa. Huwezi kuwa na furaha kamili ukiwa na dhambi iliyofichwa na nuru iliyokataliwa. Huwezi kuwa na furaha kamili kama unataka ushirika bila kujitiisha kwa mwana. Furaha kamili haitengenezwi na nguvu ya kidini, ni tunda la ushirika halisi na Baba na Mwana. Labda umetafuta furaha katika maeneo mengi. Umetafuta furaha katika mahusiano, furaha katika starehe, furaha katika pesa, furaha katika uthabiti, furaha katika kazi, furaha katika sura mbele za watu, furaha katika kukubaliwa, furaha katika dini. Lakini furaha yako bado imevunjika. Una nyakati za raha, una nyakati za raha, lakini huna uzima. Una vitu vinavyokukengeusha, lakini huna amani. Una watu karibu nawe, lakini huna ushirika na Mungu. Una dini, lakini huna mwana. Yohana anakuambia wazi leo, uzima ulidhihirishwa. Hupasi kuendelea kupapasa gizani milele. Hupaswi kubaki kwenye ukungu. Hupaswi kujitengenezea njia yako mwenyewe. Mungu alikuja, alihubiriwa, akapokelewa kwa imani, na kupitia yeye unaingia katika ushirika na Baba. Hapo ndipo tumaini lako lilipo. Si kuwa mtu wa kidini kidogo zaidi, si kuboresha sura yako mbele za watu, si kuhisi kitu kwa nguvu zaidi, bali kuja kwa Kristo. Na tunapaswa kuzungumza pia na mtu aliyeamini. Labda umechoka, labda umesikia sauti nyingi, umepitia kuchanganyikiwa, umeona watu wanazungumza kiroho lakini wakaidhoofisha kweli. Umeona dini yenye ukungu na nuru kidogo. Yohana anakuambia leo, rudi kwa mwana. Yohana anakueleza haya, rudi kwa mwana. Haijalishi umechoka, haijalishi umesikia sauti nyingi kiasi gani, haijalishi umesikia watu wanazungumza vitu gani, haijalishi umeona watu wakihubiri na kupindisha na kupotosha kweli. Yohana anakuambia leo, rudi kwa mwana, kwa sababu uzima ulidhihirishwa. Ushuhuda wa mitume unabaki. Ushirika na Baba na Mwana ni halisi. Furaha inaweza kujengwa upya pale Kristo anapopokelewa katika kweli. Na tunapaswa kuzungumza pia na kanisa. Saa hii ninazungumza na kanisa. Kanisa libaki kuwa hai kupitia program. Kanisa libaki kuwa hai kupitia taswira nzuri. Kanisa libaki hai kupitia hisia. Kanisa libaki hai kupitia nguvu za kibinadamu. Kanisa halibaki hai linapokuwa tu na vitu vingi vizuri vya kuvutia watu, bali kanisa linabaki hai pale linapobaki ndani ya mwana, pale linapopokea ushuhuda wa mitume, pale linapohifadhi injili safi, lisipochukua nafasi ya uzima na kuweka mazingira, lisipochukua nafasi ya ushirika na kuweka kukutana kijamii, lisipochukua nafasi ya furaha lisipochukua nafasi ya furaha kamili na kuweka msisimuko wa muda mfupi. Hitimisho. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 4 inatuacha na kweli 3 zilizo wazi. Kweli ya kwanza, uzima wa milele hauanzi na wewe, bali uzima wa milele unaanza na mwana aliyekuwako tangu mwanzo. Yohana haanzi na uzoefu wetu, haanzi na mahitaji yetu, haanzi na maisha yetu ya kiroho. Anaanza na Kristo, yeye aliyekuweko tangu mwanzo, yeye aliyekuwa kwa Baba, yeye aliye uzima. Kweli ya pili, uzima wa milele hauji kwa mawazo ya kubuni, bali kwa ushuhuda wa mitume kuhusu mwana aliyefanyika mwili. Yohana anasema, tulisikia, tuliona, tulitazama, tuligusa.
Hii inamaanisha kwamba Injili si ukungu wa kidini. Ni ushuhuda wa kihistoria kuhusu mwana wa Mungu aliyekuja katika mwili. Hatuingii katika uzima kwa kujitengenezea Yesu wetu mwenyewe. Tunaingia katika uzima kwa kumpokea mwana halisi aliyehubiriwa na mitume. Kweli ya tatu, uzima wa milele haubaki wa mtu mmoja peke yake, bali hutuleta katika ushirika na furaha kamili. Kweli kuhusu mwana hutuleta katika ushirika na Baba. Ushirika na Baba hutuleta katika ushirika na kanisa, na ushirika huu huzaa furaha kamili. Usivutie ukungu wa kiroho, tafuta nuru ya mwana. Usitafute uzima katika hisia zisizo wazi, tafuta uzima katika Kristo. Usijenge ushirika juu ya kuendana kibinadamu. Jenga juu ya mwana aliyepokelewa katika kweli. Usitafute furaha iliyotengwa au iliyojengwa. Usitafute furaha iliyotengwa na Injili. Mpokee Kristo na furaha itakuwa na msingi. Ningependa tumalize kwa picha hii halisi. Mtoto anapokea katika mji asioujua. Ningependa tumalizie na picha hii halisi. Mtoto anapopotea katika mji asioujua, watu wanaweza kumpa ushauri. Mmoja anaweza kumwambia nenda kushoto, mwingine anaweza kumwambia nenda kulia, mwingine anaweza kumwambia fata unachohisi, mwingine anaweza kumwambia njia zote zinaelekea nyumbani. Lakini mtoto hahitaji maoni, anahitaji baba yake aje kumtafuta. Na baba anapokuja, mtoto haishi tena kwa makisio, kwa sababu anaona uso wake, anasikia sauti ya baba yake, anashika mkono wake na anarudi nyumbani. Hicho ndicho Yohana anachotuambia. Hatukuachwa tupapase katikati ya mji au katika ulimwengu huu ambao umejaa maoni, umejaa mazungumzo, umejaa hisia za kidini. Uzima ulidhihirishwa, mwana alikuja, mitume walimuona, walimsikia, walimgusa na wakamhubiri kwetu. Na ndio maana jibu letu si ninahitaji kuwa mtu wa kidini zaidi. Jibu letu la kina ni hili: Bwana Yesu, wewe ndiwe uzima. Ninakupokea wewe. Ninainama mbele ya ushuhuda wako. Nilete katika ushirika na Baba. Nilete katika nuru yako. Nilete katika furaha yako, kwa sababu uzima wa milele si wazo linalothibiti. Ni mwana ninayempokea. Maombi ya mwisho. Nataka tuombe pamoja tunapohitimisha. Bwana Yesu, tusamehe tulipotafuta uzima mahali pengine badala ya Kristo. Tusamehe tulipopenda ukungu wa kidini kuliko nuru ya mwana. Tusamehe tulipobadilisha Injili ya mitume na kuweka hisia, mawazo au fikra za kibinadamu. Tusamehe tulipotaka ushirika bila wewe, furaha bila Kristo, jumuiya bila nuru, kiroho bila kufanyika mwili, imani bila kujitiisha. Tunakushukuru kwamba uzima ulidhihirishwa. Tunakushukuru kwamba mwana alikuja katika mwili. Tunakushukuru kwamba mitume waliona, walisikia na walihubiri. Tulete katika ushirika wa kweli na Baba na Mwana. Safisha imani zetu, imarisha kanisa letu. Tulinde na kila Kristo wa kubuni. Tuepushe na kila Kristo wa kubuni. Utufanye watu wa kweli. Utufanye kanisa lililo hai, kwa sababu kanisa lililo hai linabaki ndani ya mwana. Na utufanye furaha yetu iwe kamili katika Kristo. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Amen.